Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Asante kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Inakufanya kuyapata yale mengi ya kimichezo. Nipo na taarifa ambayo inamhusu shabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambaye anajulikana kwa jina la Mchome Mapovu, lakini amejiongezea jina la mzee wa VAR. Nipo na taarifa hapa kutoka kwa chanzo makini, kwa maana Scope Media. Huyu ni mtu ambaye yupo naye karibu sana, hata interview nyingi anafanya na chombo hiko cha habari. Yeye ameripoti ya kwamba mzee wa VAR, yani Mchome Mapovu, amekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa ni askari maeneo ya Magomeni kwenye hoteli ya Royal Village. Mchome amekamatwa alipokuwa ameenda kufanya tangazo ambalo alikuwa amealikwa na shabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba anayejulikana kwa jina la Dr. Mohamed Hamis, ambaye alimpigia simu jana usiku akimueleza kuwa wamepata dili ambalo anatakiwa kwenda kufanya naye. Kabla ya kuanza kufanyika kwa tangazo hilo, watu hao ambao walikuwa wamevaa kiraia walijitambulisha ni polisi, walitoa pingu na kumfunga kisha wakaondoka naye. Kwa maana taarifa ambayo tupo nao ni kwamba Mchome amekamatwa na watu ambao wamejitambulisha ni mapolisi na wameweza kuondoka naye. Tukirejea nyuma siku chache zilizopita, baadhi ya watu walikuwa wakizungumza kumhusu yeye Mchome, wakiwepo wachambuzi wa masuala ya soka, mashabiki wa klabu ya Simba na wadau wengi wa soka, lakini pia hata wafanyabiashara kwa maana Jailot ambaye amezamini jezi za Simba. Watu wengi walizungumza kumhusu Mchome, kila ambacho anakifanya. Mashabiki na wachambuzi wakataka uongozi wa Simba uweze kufanya maamuzi sahihi kumhusu Mchome, kwa sababu anaharibu brand ya club, kwa sababu anavaa jezi ya Simba, then baada ya hapo yeye anaenda kusema mabaya ya Simba. Haijalishi Simba wamefanya nini, lakini anachokiona ni upande wa mabaya tu ya Simba. Lakini wengine wanafika mbali wanasema kwamba ni muhimu yeye kuwa hivyo kwa sababu anawaamsha viongozi ambao wamelala na hataki kufanya maamuzi. Kila mtu alizungumza lake, lakini haya yote ambao alikuwa yakizungumzwa, yeye mwenye Mchome akiona mtu ameposti na yeye anakuja chini ana comment vile ambavyo yeye anajua, akiona ni vitu vya kawaida. Sasa leo hii kila ambacho kimezungumzwa kimetimia, kwa maana Mchome amekamatwa. Hatujui hao ni polisi kweli ama hao ni watu wale wasiojulikana, lakini pia hatujui watu hao wanatokea wapi, kwenye klabu ya Simba ama nje ya klabu ya Simba ama marafiki ama watu tu ambao wanawajua, kwa sababu tusitupe mzigo wa lawama tukaamini kwamba waliofanya hivyo ni klabu ya Simba, kwa sababu yeye Mchome pia ni binadamu na ana mambo yake ambayo anafanya. Lakini pia tunajua mitikasi yake nini, ana biashara zake kama wakala, mara nyingi amekuwa akisema hivyo. Kwa hiyo hatujui watu hawa ni hawa ambao mapolisi ama watu ambao kwenye biashara zake ama watu wa Simba, wote hatujui. Bado tunaendelea kufuatilia nini ambacho kitatokea. Ikija taarifa nyingine tofauti mpya kuhusiana na kile ambacho kinamhusu Mchome, basi sisi tutakuwa kuanza kukujuza na kukufahamisha. Lakini kwa sasa hivi chukua hiyo kwamba Mchome amekamatwa na watu ambao wamejitambulisha kama mapolisi na wameondoka naye. Unaona nafasi ya wewe kushare nasi kwa chochote kile. Unaweza kudondosha comment yako hapo chini, lakini unaweza kutucheki kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa maana Instagram, TikTok, Facebook, tunatumia jina la Off Pitch TV. Lakini chukua namba yetu ya simu kama na wewe unataka kushare sauti yako nasi, basi tutumie voice katika namba ya 0711659593. Tucheki huko ili mambo yawe mukidi. Lakini pia unao nafasi ya wewe kutangaza biashara yako na Off Pitch TV. Tucheki kwa namba yetu ya simu hiyo ya 0711659593. Tucheki ili na wewe miongoni mwa wale ambao wanatangaza biashara zao na Off Pitch TV. Mimi naitwa Yusuf Katambula, lakini asante kwa Bati Quality, mabingwa wa kutengeneza mabati ambao wanajulikana kwa jina la Bati Quality. Wana aina nyingi ya mabati, yale ya mgongo mpana, mgongo mwembamba, mfano wa vigae, na yale ya material ya chenga. Fika ofisini kwao kwa maelezo zaidi. Chukua namba ya simu ambayo inapita hapo ili nawe miongoni mwa wale ambao wamezeka mabati kwenye nyumba yao na Bati Quality. Mimi naitwa Yusuf Katambula na hiyo ni taarifa ambayo inamhusu Mchome Mapovu, mzee wa VAR. Kila ambacho wengi walikizungumza
naona sasa kimeweza kutokea, lakini tunasubiri tuone amechukuliwa kwa ajili ya kitu gani. Nadhani baadaye tutapata majibu sahihi. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Baada ya uzinduzi huu hapa, jezi zitakuwa zinapatikana maduka yote ambayo tumeainisha kwa distributors wote na sehemu yote kati ya nchi. Unajua mwaka huu tumeleta utofauti kidogo. Sasa unaona distributors ambao tumewachagua. Kuna Tanzania Post Corporation. Hili ni shirika la kiserikali. Tanzania Post Corporation wenyewe wana matawi nchi nzima. Kwa safari hii jezi za Simba original zitakuwa zinapatikana katika kila ofisi ya posta Tanzania nzima. Hii ni kuwawezesha mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Simba waweze kupata jezi iliyo original na kupata kitu chenye ubora wa thamani ya fedha ambao wameilipa. Unataka kuniambia nyumbani kwa kina mwenyekiti mbali Kilwa, yani kesho watakuwa wamesha jezi zimewafikia? Ni mbali, Kilwa ni mbali, safiri ni changamoto, watakuwa wameshapata jezi by kesho. Kwanza sijamaliza. Ukiachana na Tanzania Post Corporation, kuna Vunja Bei Group. Nadhani mnajua wana matawi kila sehemu nchini. Kwa hiyo kupitia hawa distributors, kesho asubuhi kila sehemu, kila kona ya nchi utakuwa na jezi mpya ya Simba Sports Club. Asante sana. Na tuambie basi ni jezi aina gani mwaka huu tunakwenda kuivaa sisi Simba Sports? Kwanza ni jezi ya kipekee. Ina upekee wake. Unajua jezi si kuvaa tu. Nadhani wana Simba yeyote atakayeshika hii jezi ambayo suni mtaenda kuoneshwa hapa, mtaona utofauti, kwa sababu kwanza kitambaa ambacho kimetumika ni kitambaa cha very high quality, inaitwa prayer material, prayer versions. Unaposhika jezi ya Arsenal, unaposhika jezi ya Manchester United, Chelsea au Barcelona, the same quality na jezi ya Simba Sports Club. Manchester ungeitoa hapo kwenye mfano. Umemaliza? Ina sifa gani ambayo